Kwa wale waandishi ambao kuwepo, amezungumza mambo kadhaa. Kwanza amezungumza kwamba hajawahi kupata fursa ya kuzungumza na mawakili, kufanya consultation. Nyaraka tukimpelekea zinapita mikono miwili mitatu, anazisoma ndo zinamfikia. Mara nyingine akituandikia taarifa hazitufikii. Kwa hiyo tunakuwa tunashindwa kupata consultation. Lakini akasema kwa kuwa anakosa hiyo fursa ya mawakili, anaona hamna haja ya uwakilishi. Lakini cha pili akazungumza haki zake za msingi ambazo anakiukwa, ikiwemo haki ya kufanya mazoezi, haki ya kuabudu, zote anakatazwa. Kwa hiyo kama Mkristo Mkatoliki anashindwa kusali kwa siku 68, inakuwa sio sawa. Lakini pia akaeleza kwamba anashindwa kupata fursa ya kufanya mazoezi. Lakini pia pamoja na kueleza hilo, lakini akazungumzia kwamba kwa namna shauri ambavyo linaendeshwa, anafikiri ni muhimu akajiwakilisha mwenyewe kwenye hili shauri. Na akaeleza kwamba kule gerezani, tofauti na wafungwa wengine, yeye anaweka katika tunaita death row. Unaweka kwenye wafungwa wale ambao wamehukumiwa kunyongwa, ndio unakaa nao. Lakini sheria inakataza mtu raia wa kawaida kukaa na wafungwa ambao wamehukumiwa kunyongwa. Kwa nini sheria inakataza? Kwa sababu mtu ambaye amehukumiwa kunyongwa hana cha kupoteza. Anaweza akakudhuru, anaweza kufanya chochote, kwa sababu adhabu yake ipo, haiwezi kuongeza zaidi ya hiyo kunyongwa. Hakuna adhabu zaidi ya hiyo. Kwa hiyo ndio maana si vizuri mtu kukaa na watu wa namna hiyo, lakini anawekwa na watu wa namna hiyo. Lakini pia anaendelea akikutana na mawakili, muda wote analindwa na maaskari si chini ya 2, wakati wafungwa wengine hawalindwi. Kwa hiyo anaona sio sawa taarifa zake kusimamiwa na kuchunguzwa kwa mtindo huo. Ndio maana akasema ni muhimu ajiwakilishe yeye mwenyewe, azungumza mwenyewe, kwa sababu ni wakili, iko level ya awali kabisa, hana cha kupoteza, na sisi kama mawakili tumeridhia juu ya